Sote tunajua kwamba katika mashindano kuna kushinda na kushindwa, na pale mtu anaposhindwa ni kawaida kuwa na huzuni kutokana na kuondoka mikono mitupu. Ila katika kombe la dunia la mwaka 2026 mambo ni tofauti, kwani kila timu iliyofuzu kushiriki katika michuano hiyo inahakikishiwa malipo. Hata ikiwa haitavuka hatua ya makundi, michuano hiyo huanza kwa malipo ya ushiriki wa timu zote 48, ambapo kila timu itapokea dola milioni 1.5 ili kufidia gharama za maandalizi, ikihakikisha malipo ya chini ya dola 10.5 milioni kwa kila timu, huku pesa za zawadi zikiongezeka katika kila hatua ya mashindano. Kwa mujibu wa FIFA, hadi kufikia mwisho wa michuano hiyo, mabingwa wataondoka na kitita cha dola milioni 50. Timu 48 zilizofuzu kwa kombe la dunia la 2026 zitagawana dola za Kimarekani milioni 655 kama pesa za zawadi, ongezeko la 50% ikilinganishwa na mashindano ya 2022. Washindi wa pili watapata dola milioni 33, ikiwa takriban shilingi bilioni 86, huku timu zilizoshika nafasi ya 3 na 4 zikiwa na uhakika wa dola milioni 29 na milioni 27. Timu zitakazomaliza kati ya nafasi ya 5 na 4 zitapata dola milioni 19 kila mmoja, kuhakikisha kina cha ushindani wa michuano hiyo iliyofanywa kwa ukubwa zaidi ya mwaka 2022. FIFA ilisema itahakikisha kwamba manufaa ya kifedha ya kombe la dunia yanaenea zaidi ya walioibuka kidedea. Timu zitakazotolewa katika hatua ya 16 bora zitapokea dola milioni 15, huku zile zitakazotoka katika hatua ya makundi lakini zikimaliza kati ya 33 na 48 zitazawadiwa dola milioni 9. Muundo huu wa kina wa zawadi unalenga kusaidia kukuza maendeleo ya soka duniani kote na kuhamasisha maonyesho ya ushindani katika muda wote wa mashindano. Rais wa FIFA Gianni Infantino alisema kwamba kombe la dunia la 2026 itakuwa bora zaidi, sio tu kwa kiwango chake, bali pia kwa mchango wake wa kifedha ambao haujawahi kushuhudiwa kwa jumuiya ya soka duniani. Infantino alisisitiza kwamba pesa zilizoongezwa za zawadi zinaonyesha uwekezaji wa FIFA katika mchezo na kujitolea kwake kusaidia vyama vyote vya soka ulimwenguni kote. Mimi ni Ino TZA.